katika wewe. Nina raha moyoni na amani halisi, kwa kuwa nimekupata wewe. Amani ya moyo wa ninaishi katika upendo wako. Jina lako ni pendo, jina lako ni pendo. Unafanya safari yangu kuwa nyepesi. Jina lako ni pendo, jina lako ni pendo. Ulijua hakika unafanya safari yangu kuwa nyepesi. Mimi ni dhaifu, ila kwako nina nguvu. Mimi ni dhaifu, ila kwako nina nguvu. Niongoze, niongoze, niongoze Bwana, niongoze katika safari. Yamepita ya kale, sasa yote ni mapya. Yamepita ya kale, yamepita ya kale, sasa yote ni mapya. Ni maisha, ya heri ya ajabu. Maisha ya heri ya ajabu. Sasa ninakusifu, kusifu wewe Mwokozi wangu, unakaa rohoni mwangu. Ninakusifu Yesu, ninakusifu wewe Yesu Mwokozi wangu, unakaa rohoni mwangu. Ila nachohitaji Baba, ila nachohitaji wewe, wanijaza kwa pendo. Wewe yote, na mimi siki. Wewe yote, na mimi siki tu. Uzima ninao moyoni mwangu, uzima ni Yesu aliyeingia rohoni mwangu, ni Mungu mwenyewe. Uzima ninayo moyoni mwangu, uzima ni Yesu aliyeingia rohoni mwangu, ni Mungu mwenyewe. Katika wokovu nilizipata kwa bure, bila malipo. Nilizipata kwa bure, bila malipo. Nilipoungawa makosa na dhambi zangu mimi, kwa Yesu Mwokozi wa wote.
yamepita ya kale, sasa yote ni mapya. yamepita ya kale, Yamepita ya kale, sasa yote ni mapya. ni maisha Ya heri ya ajabu, maisha ya heri ya ajabu. Sasa ninakusifu ninakusifu wewe Yesu Mwokozi wangu, unakaa rohoni mwangu. Ninakusifu wewe, Sasa ninakusifu wewe Yesu Mwokozi wangu, haleluya, unakaa rohoni mwangu. kila nachohitaji Baba, Nachohitaji wanijaza kwa pendo. wewe yote wewe yote Bwana, haleluya, haleluya. You may be seated. Good morning, church, and welcome, church. Karibu. Wasn't that just really beautiful? Hiyo ilikuwa ni nzuri. I aspire to harmonize like that. Keep praying for me. Muendelee kuniombea. Okay, we should be good now. Okay. Would you pray with me? Omba pamoja nami. Lord, we thank you. Lord, we thank you for the opportunity to fellowship and worship together. We are of different cultures and different languages, but we serve the same God. We ask that you be with us this morning. Let your Spirit rest with us. Lead us and guide us in the truth of your word. Let the Holy Spirit explain the text to us this morning. In Jesus' name, amen. I'm going to be in the book of Acts chapter 12. Nitasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12. If you give me just a few minutes, I want to set up the text. We'll be starting in verse 6. Kama unaweza ukanipatia dakika, tutaanza mstari wake wa 6. We know that because of the persecution of the church has started to grow. Kwa sababu ya matatizo ya kanisa lilianza kuwa la kabambi. And initially the church grew among the Jews, but now the church is growing among the Gentiles. Kanisa lilianza kukua na Wayahudi, lakini sasa hivi ni kwetu sisi watu wa mataifa. So what we will see today is a continued expansion of the church among the Gentiles. Ambacho taona leo ni kunenepa kwa kanisa kwa watu wa mataifa. But also a continuation of the persecution of the church. Lakini vile vile mateso ya kanisa gisi linavyoteswa. In verses 1 through 5 that we will not read, we find that the apostle James is killed by the government.
Tumeona kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka 5, Yakobo aliuawa na watu wa government. It has been about 12 years since Jesus died. Na hiyo ilikuwa baada ya miaka 12 Yesu kufa. And we know this because we know the length of the reign of King Herod, and his reign is coming to an end. Na tunajua hivyo kwa sababu huyo mfalme ilifika wakati ambapo ufalme wake ulitaka kuisha. And so 12 years after the death, burial and resurrection of Jesus, miaka 12 baada ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, James is killed and Peter is arrested, preparing to die. Yakobo ameuawa, Petro naye alikuwa akitafutwa ili waweze kumuua. What is noteworthy about the text is how even 12 years later, the disciples are still getting used to the supernatural work of God. Cha kushangaza ni kwamba baada ya hapo wamitume waliendelea kutumikishwa na Roho Mtakatifu. Let me read starting from verse 6. Tuanze kwenye mstari wa 6. Now when Herod was about to bring him out, him being Peter, on that very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with chains, and centurions before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell, and he struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly," and the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." And he went out and followed him. And he did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord, and they went out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself, he said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. When he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer. Recognizing Peter's voice, in her joy, she did not open the gate, but ran in and reported that Peter was standing at the gate. They said to her, "You are out of your mind." But she kept insisting that it was so, and they kept saying, "It is his angel." But Peter continued knocking. And when they opened, they saw him and were amazed. Tunasoma Matendo ya Mitume 12:6. Hata wakati Herode alipotoka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakalinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akapiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, "Ondoka upesi." Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, "Je, funge, kavae viatu vyako." Akafanya hivyo, kisha akamwambia, "Jivike nguo yako, ukanifuate." Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenye. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipotaka fahamu akasema, "Sasa nimejua ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake wa kunitoa katika mkono wa Herode na katika mkono zamia kote kwa taifa la Wayahudi." Amen. Amen. I have titled the sermon, Jesus appearing to James and Peter.
Nimeongea kuhusu kutokewa kwa Yakobo na Petro. Although the text makes it very clear that by this point James is dead. Maandiko yanasema kwamba Yakobo alikuwa ameshakufa. But the reason why I talk about Jesus appearing to James as well is because of the words of Paul, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Maneno ya Yakobo katika kitabu ambacho Petro alichoandika, where he says, we would rather be away from the body and at home with the Lord. Or in the King James, to be absent from the body is to be present with Christ. Maandiko anasema kwamba ni bora afe, huyo ni Paulo anasema kwamba ni afadhali yeye afe awe na Kristo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kukufa ni kukua karibu na Kristo kwa Mkristo. But for Peter, this is not an appearance before the judgment seat of God. This is an actual appearance of an angel from the Lord. Hapa ni malaika ambaye alitokea kutoka kwa Mungu. The way that the text explains it, Peter is asleep in between two guards. He is bound by them in chains, one on his right and one on his left. Petro alikuwa amefungwa minyororo, mmoja mkono wa kuume, mwingine mkono wa kushoto. There are sentries at the door of his prison. Kulikuwa maskari kwenye mlango wa gereza. And there are guards at the gate of the prison. Na vile vile kulikuwa na walinzi kwenye mlango wa kutokea nje ya gereza. We know that this is an angel because there is light in the room. Tunajua kwamba huyu alikuwa ni malaika kwa sababu kulikuwa mwanga ambao ulitoka ndani ya nyumba. When the angel appears, the way that the text reads in the Greek, the light from the angel completely fills the room. Maandiko yanasema malaika aliingia ndani ya kile chumba na mwangaza ukaonekana. And then he strikes Peter, wakes him up. Immediately and supernaturally, the chains that are on Peter's hands fall off. Gisi nasema aliingia akamwamusha Petro. Tunaona minyororo ambayo ilikuwa kwenye mikono ya Petro ikafunguka na maisha. And then in verse 8, the angel also gives him clear and direct instruction to get dressed and put on his sandals, because what Peter does not know is that it is time to leave. Maandiko yanasema kwamba malaika alimpatia maelekezo ya kuvaa nguo yake na kuvaa viatu, vile vile akamwambia na nafasi ya kwenda, ila Petro alikuwa hajui kwamba ni malaika. One of the things that scholars point out that is unusual about this text is the way that the angels talk to Peter here. Kinachoonekana hapa ambacho watu wanauliza ni namna gani gisi malaika alikuwa akiongea na Petro. They refer to it as what they call direct speech. Wanasema kwamba ilikuwa ni maongezi ya ana kwa ana. And in the Old Testament, you don't see angels talking to humans with direct speech. Katika Agano la Kale hakuna nafasi uliwahi kusikiliza malaika anaongea na mwanadamu ana kwa ana. When angels talk to humans, it is as if they are talking down to them. Wakati malaika anapoongea na mwanadamu ni kama vile wanaongea wakiwa juu, wakishusha mwanadamu. They are not being condescending. It is a perfect being speaking to an imperfect being. Ni malaika ambao ni viumbe vya kiroho vikiongea na mwanadamu dhaifu. So what is unique about this conversation is that the angel talks to Peter almost as if he is speaking to an equal. Kitu ambacho kinashangaza hapa ni kwamba malaika alikuwa akiongea na Petro kama vile ni watu ambao wanajuana ama marafiki ama wako sawa sawa. He talks to him the way that I would talk to one of my friends. Aliongea naye kama gisa anaweza kaongea na rafiki yake. I would say, "Come on, get up, let's go." Kuja, twende. And he does this because what makes the disciples different from the Old Testament believers is that they have the Spirit of God living inside them. Kinachofanya tofauti ni kwamba watumishi ama wamitume walikuwa na roho wa Mungu ndani yao. And so it is this Spirit of God that brings a different level of reverence
from the angels to these spirit-filled believers. Ni roho ya Mwenyezi Mungu inayoleta urafiki kati ya sisi wanadamu na malaika. Now, starting in verse 9, we see that Peter follows the angel out of the prison. Tunaona kwamba malaika alimufuata Petro mujela. But somehow, Peter does not perceive that this is a real experience. He is still convinced that he is seeing a vision. Ila Petro alikuwa haamini kwamba ni kitu ambacho kinatokea, alizani labda ni ndoto. Several supernatural things happen. Kuna vitu ambavyo vilitokea. He wakes up, but his guards remain asleep. Aliamushwa, ila wale ambao walikuwa wanamlinda wanalala. His chains fall off supernaturally. Minyororo imeanguka. He passes through the building and no one wakes up. Walitoka katika lile jela na kuna ambaye aliamka. And we see in verse 10 that the iron gate opens by itself. Na tunaona kwamba mlango ambao ulikuwa ni wa chuma ulifunguliwa wope. Finally, at the bottom of verse 10, the angel supernaturally disappears. Lakini tena tunaona malaika kwenye mstari wa 10, malaika amepotea. It is only when we get to verse 11 that Peter realizes that he has seen an angel. Kwenye mstari wa 11 ndio pale Petro aligundua kwamba kumbe alikuwa anaongea na malaika. This reminds me of a scripture. Inatukumbusha ndani ya maandiko. Book of James, chapter 5. Talks about suffering. It says, if anyone among you is suffering, let him pray. Inaongea kwamba mtu akiwa na shida na huyo mtu ni lazima aweze kuomba. Is anyone cheerful, let him sing. Na yule ambaye ana raha ni lazima aimbe. Is anyone among you sick, let him call for the elders of the church. Na kama kuna mtu ambaye ni mgonjwa aite wazee wa kanisa. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Wamwombee na wampake mafuta kwa jina la Bwana wetu Yesu. This is the verse here, verse 15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. Inasema kwamba maombi ya mwenye imani itamponyesha ambaye ameumwa. And if he has committed sin, he will be forgiven. Kama amefanya dhambi atasamehewa. Verse 16, therefore confess your sins one to another and pray for one another. Inasema kwamba tubuni dhambi zenu kwa nyinyi na muombeane. Now, this scripture is talking about healing, but it gives a spiritual principle. Andiko hili linaongelea kuhusu uponyaji lakini inatupatia maelekezo ya kiroho. It says, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Nasema kwamba maombi ya mtu ambaye ana imani ina nguvu na itatenda. What we see here is God supernaturally delivering Peter because the church is praying for him. Tunachoona hapa ni kwamba Mungu alimuokoa Petro kwa sababu kanisa iliomba. In verse 12, Peter makes his way to the house of Mary. Tunaona hapa kwamba Petro wakati alipofunguliwa amekwenda hata na nyumba ya Mariamu. Where all the believers are still gathered and still praying for Peter. Na waumini wote walikuwa wamekusanyika wakiombea Petro katika muda ambao alifunguliwa. We get to verse 13. He knocks at the gate and a servant girl comes and answers the door. Maandiko yanasema kwamba Petro aligonga kwenye mlango, kukaja binti ambaye alikuja kufungua mlango. And she is so excited to see Peter that she leaves him outside. Na huyo binti alikuwa amefurahi sana kumuona Petro mpaka akasahau kufungua mlango. When she reports that Peter is outside, nobody believes her. Na wakati alipoleta ripoti ya kusema kwamba Petro yuko nje, hakuna ambaye aliamini. And so, instead of going to the door to let Peter in, who has just returned from prison, they leave him outside and argue on the inside. Kulikoni kumfungulia Petro ambaye ametoka jela, yeye amekwenda tena akarudi nyumbani kwenda kufanya ubishi kule. That sounds like some church meetings that I have been to. Hiyo inaonyesha kama kanisa zingine jinsi watu wanavyokuwa. We should all make sure that in each one of our church meetings, Jesus is on the inside. Amen. Inabidi tuwe na uhakika kwamba Kristo yuko katikati yetu. And we leave the arguing on the outside. Na tuache ubishi nje. Amen. Finally, kwa kumaliza,
Verse 15, after she insists that it is Peter, wakati aliposisitiza kwamba ni Petro, Peter knocks again. They open the door, they see him, and they are amazed. Petro akagonga tena mlango na wakamuona wote wakashangaa. Here's what I want to talk about today. Hii ndo nataka niweze kuongea leo. When God moves in our life, do we recognize it? Wakati Mungu anapotenda ndani ya maisha yetu, je, tunajua? Peter and James, the disciples, saw Jesus himself do miracles. Petro, Yohana na wamitume wote waliona maajabu ambayo Kristo alikuwa akitenda. And yet, when Jesus sent the angel to do the miracle of delivering James, no one believed it. Na wakati Yesu alipotuma malaika aende kumfungua Petro, hakuna mtu ambaye aliamini hivyo. Not even James. Hata Yakobo hakuamini hivyo. I have learned that I cannot figure God out. Nimejifunza kwamba siwezi nikajua jinsi Mungu anavyotenda. What I can do and what I urge you to do is to believe God as he is working in your life. Ninachowaomba ni kwamba uamini kwamba Mungu anatenda ndani ya maisha yako. For as much as we may learn about God through his scripture and through our experiences with him, we should never assume that we understand God. Hata kama tunaweza tukajifunza maandiko namna gani, tusizani kwamba tunajua Mungu yeye wote. In fact, we should always assume that there is much more to learn about God. Ila inabidi tujue kwamba kuna mengi ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwa Mungu. There are two verses I would like to share. Kuna vitabu viwili ambavyo nitawapatia. Isaiah chapter 55, Isaya 55 verses 8 and 9. Sura 55 8 9. I will wait while you turn. Thank you. I think these verses should guide the lives of every believer. Haya maandiko yaongoze kila muumini. For my thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose. It shall succeed in the thing for which I sent it. Isaya 55:8 inasema kwamba maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu si juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ushukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali unyweshwa ardhi na kuzalisha na kuchepuka, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Amen. Amen. What the text does not talk about is how Peter feels. Maandiko haya yanaonyesha jinsi Petro alivyojisikia. I want to remind you that Peter has just lost one of his best friends. Ikumbuke kwamba Petro hapo alikuwa amepoteza Yakobo ambaye ni rafiki yake wa karibu. And sometimes when there is loss, we think that prayer does not work. Wakati tunapopoteza, mara nyingi ukiomba utafikiri labda maombi hayatafanya kitu. But I want to remind you of the words of James. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Nataka ukumbuke maandiko anayosema katika kitabu cha Yakobo kwamba maombi ya mwenye imani yana kazi, yatatenda. And that we should take
every problem and every struggle to God in prayer. Na tulete kila matatizo, kila changamoto tunazopitia tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Even when God sometimes does not answer in the way that we want, we still should take our struggles to God in prayer. Hata kama Mwenyezi Mungu hawezi akajibu kama gisi tunavyotegemea, lakini tujue kwamba ni lazima tuweze kuomba, tuombe tu. For James, God answered their prayers by letting him be killed and letting him be with Jesus. Yakobo, Mungu alijibu maombi yao kwa kumwacha akufe awe pamoja na Kristo. But for Peter, God answered his prayer by supernaturally delivering him from prison. Lakini kwa Petro, Mungu alijibu maombi yake kwa kumfungua kutoka gerezani na maajabu. I want to say that just because James died does not mean that prayer doesn't work. Hata kama Yakobo alikufa, haimaanishi kwamba maombi haitendi kazi. Prayer works all the time, and what it requires is for us to trust God that the way he answers our prayers is the way that we need them answered. Maombi yatatenda na gisi tunavyoomba, Bwana atajibu kulingana na gisi anavyopenda. But the call for every believer is to pray fervently, to pray hard for everything that you need God to do. Waumini wanapaswa kuomba na kuomba tena katika kila hitaji wanalohitaji. And so even though Peter has suffered great loss, when he meets the people, when they finally let him in the house, what Peter talks about is not his pain, but the great things that God has done for him. Na wakati Petro alipofunguliwa, hakusema matatizo ambayo alipitia katika jela, bali alianza kumsifu Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho alichotendewa. And so we, na sisi vile vile, when we talk about our lives, we should not reflect on how the enemy is attacking us, but on the great things that God is doing in the middle of the enemy's attacks. Tunapoongea kuhusu changamoto, kuhusu maisha yetu, tusiongee kuhusu changamoto zetu, bali tuongee kile ambacho Bwana ametutendea kwa kupigana na adui kwa ngambo yetu. In a few moments we will pray. Baada ya hapa tutaomba. And I want you this morning to give God the hard things in your life. Napenda uweze kumpatia Mwenyezi Mungu kile ambacho ni kigumu katika maisha yako, mwambie. And as I pray, I want you to pray fervently with me. Na wakati ninapoomba, ninaomba na nyinyi vile vile muweze kuomba pamoja nami. Knowing that God not only hears our prayers, but answers our prayers. Na mjue kwamba sio tu Mungu anasikiliza maombi yetu, lakini vile vile anajibu maombi yetu. Let all the people say amen. Na kila mtu asema amen. Would you stand with me? Simama. Lord, we thank you for your goodness and your kindness toward us. And we thank you that you hear and answer our prayers. I ask that you answer the prayers of your people this morning, and that you deliver them from their great struggles and trials. Father, please be with us all. Not only to answer our prayers, but to give us faith that when you answer our prayers, your answer is the best thing for us. Your thoughts are not our thoughts. Your thoughts are as far from our thoughts as heaven is from the earth. And yet you ask us to pray. And so as we pray, Lord, we ask that you give us your mind so that we can learn to think like you. Let your Spirit speak to us so that we can behave in ways that please you. Help us to be the light in a dark cell. Help us to be the freedom from imprisonment. Help us to trust and believe when you do your supernatural work. In Jesus' name,
Amen. Thank you. Is there one for prayer this morning? Kuna mtu anahitaji maombi? Is there a prayer request that you have given to God but he has not answered yet? Una maombi ambayo umemwomba Mwenyezi Mungu na hayajibu? Notice that in the story, Peter did not just pray for himself, the whole church prayed for him. Maandiko yanasema Petro hakujiombea tu yeye peke, lakini kanisa nzima lilimwombea vile vile. Likewise, we should all pray for one another. Tuombeane sisi kwa sisi. Is there one for prayer? Kuna mtu anahitaji maombi?